ile familia iliyozunguka, nikamwambia chochote mtakachokiona hapa mtamtukuza Mungu, msinipe hata mkono kwamba Bwana umetuombea ndugu yetu amerudi. Tumekubaliana? Ndio. Tumekubaliana? Ndio. Mama mtu yuko wapi? Huyu hapa. Huyu dada, huyu nani? Akasema okay, fine. Tufumbe macho. Wakafumba macho wale waliozunguka. Waliokuwa madirishani hawakufunga macho. Wakawa wanaangalia. Sometimes nikapata somo hata ninapoenda mikutano mingine, nikisikia Mungu atatenda, naambia msifungue macho, muangalie ili muone Mungu, msifikiri tumeleta miujiza ya hofu hapa. Kwa nikaanza kuomba, kasema Mungu jitukuze kwa mamlaka ulionipa. Huyu mtu simjui, lakini umenileta, naomba ujitukuze. Nikafanya maombi, nikaanza kukataa roho ya mauti iliyoingia kwa yule dada. Hatua ya kwanza, ile mikono ilikuwa imekunjwa, ikaregea namna hii, ikaregea namna hii, kila mtu akawa anaona. Wale wa kwenye madirisha wakataka kwanza kupiga kelele, nikamwambia maana shughuli bado haijamalizika, haijakaa sawa. Nikaendelea kuomba, ile miguu iliyokuwa imejikunja baada ya maombi ikafyatuka kama miguu ya ndege, ikanyoka na yenyewe ikakaa. Nilipoendelea, niliposhika ule mwili uliendelea kuwa baridi, nikabakizwa na kazi moja. Nikasema Bwana, nakumbuka nikarudishwa kwenye ile uwanda wa ile mifupa ambayo ilikuwa ni mifupa mitupu, skeleton, sio? Nakumbuka. Nikaambia sasa ibidi itwe nguvu nyingine ya kuifanya hiyo mifupa iwe na uhai. Nikasema sasa ni zamu ya huyu binti ambayo yuko hapa. Nikaanza kusema, Mungu uliyefanya maajabu kwa manabii, na mimi nimetumika katika ofisi hiyo kwa muda wa kutosha, nimelisaidia taifa hili, baba anafahamu. Nikamkumbusha Mungu, ngoja nikwambie kitu roho ananiambia hapa. Ukitaka vitu vitendeke vizuri, miujiza itendeke, wakati unatembea na nguvu ya uamsho, Mungu ili akusaidie, usisahau kumkumbusha lolote ambalo aliwahi kukufanyia, liwe dogo liwe kubwa. When you are praying before the Lord, lazima uwe unamwambia kwamba Mungu ulifanya hivi, ulifanya lile, kuna mtu anapokea kwa nyuma, ulifanya hivi, ulifanya lile, ulifanya hivi. Sasa finally, mwisho kabisa ndipo mwambie lile hitaji, sema chochote kile kataborikana. Usisahau kusema wema Mungu. Nikarudishwa hivyo. Hata Daudi akakumbusha Mungu maajabu yakatendeka.